الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فصلوات ربه وسلامه عليه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، ألا فقد فاز المتقون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awali ya yote ninakuhusieni ndugu zangu katika imani katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hakika na bila shaka wamefaulu na kufanikiwa wale wote wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyatekeleza yote aliyoamrishwa na kuyaacha yaliyokatazwa. Ndugu zangu katika imani, kupitia khutba yetu ya leo tutakumbushana jambo kubwa na muhimu ambalo linatusogeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutuweka mbali na hasira zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama tutalitekeleza. Na jambo hili si jingine isipokuwa ni jambo la utoaji wa sadaka kwa aina mbalimbali ambazo tutazieleza, na mwisho wa siku tukajikuta kumbe kila mmoja kati yetu anayo nafasi ya kutoa sadaka. Tofauti na wengi wetu huwa tunadhani swala zima la utoaji wa sadaka lina watu maalumu, lakini kupitia hutuba yetu ya leo tutakumbushana na kuonesha kwamba kila mmoja wetu nafasi na fursa anayo. Katika hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Dharr al-Ghafari, anasema anna nasan min fuqara'i al-muhajirin, baadhi ya watu walikuwa na fikra kama tulizonazo sisi kwamba swala la utoaji wa sadaka linawahusu watu maalumu. Sasa hili lilikuwa ni kundi la masahaba wenye kipato cha chini, wengi wao wakiwa ni muhajirun waliohama kutoka Maka wakaja katika mji wa Madina. Mali zao zote wameziacha katika mji wa Maka, wakajikuta katika mji wa Madina hawana chochote kile, wakahisi kwamba wamepoteza fursa ya utoaji wa sadaka, dhana ambazo wengi wetu tunadhania hivyo kwamba utoaji wa sadaka unawahusu watu maalum. Sasa hawa walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama wakasema maneno haya: ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur, watu wenye kipato cha juu, wenye mali, wenye riziki wamemaliza thawabu zote, sisi wa kipato cha chini hatuna fursa. Maneno haya wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza, akawasikiliza, akitaka kujua hoja zao wamesimamia wapi. Watu wenye kipato cha juu wamemaliza thawabu zote. Mtume hakusema kitu, kanyamaza tu. Wakaanza kusema yale wanayofanya watu wenye kipato cha juu. Yusalluna kama nusalli, wanasali kama tunavyosali sisi, kwa hiyo hapo tuko sawa. Wayasumuna kama nasumu, na wanafunga kama tunavyofunga sisi wa kipato cha chini. Walipotuzidi ni hapa, wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, wanatoa sadaka sana kwa zile mali walizokuwa nazo, sisi fursa hii hatuna. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amewasikia na akasikia hoja walizosimamia kwamba hawa watu wenye kipato cha juu wanatuzidi sisi wenye kipato cha chini kwa sababu wana kitu cha ziada, wanatoa sana, sisi fursa hiyo hatuna. Baada ya kutoa hoja hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akarekebisha mafuhumu hiyo na kuwabainishia fursa ambazo kila mmoja wetu anazo fursa hizo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam,
awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi, hivi Mwenyezi Mungu hakukupeni yale ambayo mnaweza kutoa sadaka kupitia hayo? Masahaba wakasikiliza, na sisi tutege sikio. Tambueni, inna bikulli tasbiha sadaqa. Sadaka utoaji wake upo aina nyingi. Tambueni ya kwamba kwa kila tasbihi moja ukisema subhanallah ni sawa na umetoa sadaka. Inna bikulli tasbiha sadaqa, kwa kila tasbihi moja unakuwa umetoa sadaka. Wa kulli takbira, na kwa kila takbira moja sadaka, unakuwa umetoa sadaka. Wa kulli tahmida, na kila ukimhimidi Mwenyezi Mungu mara moja unakuwa umetoa sadaka. Wa kulli tahlila, na kila unaposema la ilaha illa Allah basi unakuwa umetoa sadaka. Sasa haya ni maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe utoaji wa sadaka upo kwa aina mbalimbali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kayataja haya, haina maana kwamba ni haya tu ukiyafanya ndio umekuwa umetoa sadaka. Yapo mengi aliyoyataja hapa, laisa la wajhi al-hasri, si kwamba ni hayo tu hakuna mengine. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tabassumuka ala wajhi akhika sadaqa, hata kukutana na ndugu yako kwa uso wenye tabasamu, uso wenye bashasha, umetoa sadaka. Nani anamshinda haya? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, yote ni sadaka. Mafuhumu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anawarekebishia masahaba pamoja na sisi. Si lazima sadaka iwe kwa kutoa kitu maddi, hata kauli iliyokuwa nzuri pia vile vile ni sadaka. Na ilivyo kawaida na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba muumini anapotokewa na jambo lolote lile ambalo linaamsha hisia zake, ima hisia ya furaha, hisia ya huzuni, hisia ya mshangao, ni fursa kwake yeye kutoa sadaka. Unapopata na jambo la furaha ukasema alhamdulillah bikulli tahmid sadaqa, tayari umekwisha toa sadaka hapo. Unapotokewa na jambo la kushangaza ukasema subhanallah au Allahu akbar, unakuwa tayari umekwisha toa sadaka. Na mafundisho ya Kiislamu yapo hivyo. Jambo lolote ambalo linahamsha hisia zako, ziwe za huzuni, za furaha, za mshangao, basi ni fursa kwako wewe kuyasema yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unakuwa umetoa sadaka. Tofauti na wengi wetu tulivyo, ukipatwa na jambo la kushangaa unajua wewe unachokisema, aisi yalla, bora taile yalla. Tunaya kwetu sisi, tofauti na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni fursa. Jambo lolote limeamsha hisia zako, unayo fursa ya kutoa sadaka kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa baada ya kuyasema haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafahamisha masahaba kwamba fursa ya hata nyinyi kutoa sadaka mnazo, nyinyi wa kipato cha chini, hebu dumu katika kuyasema haya, katika kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kila hali. Una furaha mtaje Mwenyezi Mungu, una huzuni mtaje Mwenyezi Mungu, una mshangao mtaje Mwenyezi Mungu. Lakini ukaweka utaratibu maalumu kila baada ya swala. Kuna utaratibu maalumu wa kuleta takbira kwa idadi maalumu, kwa kuleta tahmidi kwa idadi maalumu, kwa kuleta tasbihi kwa idadi maalumu. Hizi zote ni fursa na yote tunayaweza. Baada ya kuwapa elimu hiyo, wale waliodhaniwa kwamba wana fursa kubwa ya kutoa sadaka wakawa wameyasikia na haya, wakayafanya na wao pia haya. Wakipato cha chini wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana, mbona umetuiga katika haya? Nayo pia wanayafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hizo sasa ni fadhila za Mwenyezi Mungu, anampa anemtaka. Kampa kipato kizuri, kwa kipato kile anatoa sana, lakini na tasbih na kumtaja Mwenyezi Mungu anamtaja sana Mwenyezi Mungu. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Wala tatamanna ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, msitamani ile tamaa ya kutaka mtu aondokewe na zile fadhila zilizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tamani na wewe ufikie pale, ufanye zaidi. Usitamani kinyume chake, mtu akaondokewa na neema aliyokuwa nayo.
hiyo sasa inakuwa ni hasadi na wala haina maana iliyokuwa nzuri. Sasa ndugu zangu katika imani, tumekumbushana namna utoaji wa sadaka. Upo utoaji wa sadaka kwa kutoa kitu maddi, kitu cha kuonekana, pesa na vitu vingine, lakini unaweza kutoa sadaka kwa kutoa hata ushauri, maneno yaliokuwa mazuri pia vile vile unakuwa umetoa sadaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي مرة ثانية بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni tena kwa mara ya pili na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, sehemu yetu ya pili ya khutba tutazungumzia swala tulilonalo katika wakati huu wa sasa hivi. Na swala hili tutazungumzia kupitia hadithi ambayo imesimuliwa na Muadh bin Jabal na kupokelewa na Tabarani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuyafikia mambo yenu na kukidhi mambo yenu kwa kuyaficha na kuzificha baadhi ya neema. Kwa nini tuzifiche baadhi ya neema? Mtume anasema fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun, hakika kila mwenye neema, neema yoyote ile, huwa anaonewa hasadi. Neema ndio mwanzo wa chuki, utachukiwa kama umpewa neema. Sasa neema Mwenyezi Mungu ametupa nyingi sana. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkitaka kuanza kuhesabia neema alizokupeni Mwenyezi Mungu, hamuwezi kuzitaja zote kwa idadi yake, namna zilivyokuwa nyingi. Sasa kupitia hutuba yetu ya leo tutazungumzia neema moja tu ambayo ni neema kubwa, na ndiyo neema mama, zinapatikana neema zingine. Mambo mengine yote yanakwenda kwa sababu ya neema hii moja, na hii si nyingine isipokuwa ni neema ya amani. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa neema alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni neema ya amani. Sasa kwa hadithi hii kwamba kila mwenye neema anaonewa wivu na anaonewa hasadi, Mtume akatutaka baadhi ya mambo tuyafanye kuwa ni siri, lakini neema ya amani si siri. Watu wote wanajua kwamba tuna amani, sisi wenyewe tunajua kwamba tuna amani. Ila kwa bahati mbaya, kwa bahati mbaya sana, yawezekana wapo baadhi yetu miongoni mwetu, lakini wengine wasiokuwa sisi wanatamani sana neema hii iondoke, neema hii ya amani. Tutakuwa tumefanya vitu vya ajabu sana kama ni wengine wasiokuwa sisi wa Tanzania wanataka neema hii ya amani iondoke na sisi tukawaunga mkono kwa namna yoyote ile. Tutakuwa tumefanya kitu cha ajabu sana. Neema za Mwenyezi Mungu nitakiwa tuzilinde. Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Kisha siku ya kiyama mtaulizwa juu ya neema zote mlizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusiichezee neema hii ya amani. Ndugu zangu katika imani, siku zilizobaki ni chache sana kuelekea siku ya maamuzi. Wapo watu wengine si katika sisi na wengine miongoni mwetu, la kushangaza sana, wanahamasisha na kushawishi watu katika mambo makubwa mawili. Ema kuto kupiga kura, hilo la kwanza, lakini siku ya kupiga kura watu waandamane. Lakini siku zote tunaambiwa akili za kuambiwa changanya na za kwako. Ndugu zangu katika imani, kupiga kura ni haki yako ya msingi ya kikatiba. Haki hii kama utaitumia vizuri kupiga kura wewe na kuhamasisha watu wengine wakapiga kura, unajipa uhalali hata kama mambo yamekwenda vizuri kujifakharisha, kwa sababu na wewe ni mdau, ulipiga kura na ulishawishi watu kupiga kura. Maendeleo yanapopatikana katika elimu, afya, miundombinu, unayo kila sababu na uhalali wa kujifakharisha kwa sababu ulipiga kura na ulishawishi watu kupiga kura. Lakini ikiwa kinyume chake, maendeleo yamepatikana lakini si kwa viwango ambavyo tulitarajia,
Kama ulipiga kura na kushawishi watu kupiga kura, pia vile vile unajipa uhalali wa kuhoji, unajipa uhalali wa kushauri, unajipa uhalali wa kukosoa, kwa sababu na wewe ni mdau, ulishiriki. Inapokuwa kinyume chake, haukupiga kura, haukushawishi, bali ulishawishi kinyume chake, watu wasipige kura, ulitaka watu waandamane siku ya uchaguzi, mambo yaharibike, lakini hayakuharibika, maendeleo yakapatikana. Ule uhalali wa kujifakharisha na yale maendeleo, wa kwanza kukusuta ni nafsi yako mwenyewe kabla mtu mwingine yote yule. Unapotaka kujifakharisha kwa mazuri ambayo yamefanywa na serikali na wewe hukushiriki, bali ulikuwa kinyume, nafsi yako ndio ya kwanza kukusuta, mbona wewe sio mdau wa haya yote haya? Na inapokuwa kinyume chake, hatujafikishwa pale tunapotaka, pia vile vile umejinyima fursa ya kushauri, ya kukosoa, ya kulalamika, kwa sababu si mdau, hukushiriki, bali kinyume chake ulishiriki kwa kinyume, kwamba watu wasipige kura na mambo yasiende vizuri. Ndugu zangu katika imani, tusikubali kushawishiwa kuvuruga amani tuliyokuwa nayo, lakini pia vile vile tusikubali kushawishiwa eti tusipige kura, au siku ya kupiga kura watu tuende tukaandamane. Tusikubali hilo. Mwisho ndugu zangu katika imani, ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kutudumishia neema hii ya amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Ibadallah, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم نسألك رضاك عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وبقية صحابة رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.